Alizaliwa akiwa na sikio moja kubwa, lilokuwa kwa kasi. Watoto wenzake wakawa wanamcheka. Lakini kwake haikuwa laana wala ukilema, bali ilikuwa ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kimbieni. Aliweza kujua hatari kabla haijafika na kuokoa watu. Hii ni hadithi ya Nola, binti mwenye sikio refu, lenye maajabu na uwezo mkubwa. Niandikie kwenye komenti unatizama hadithi hii ukiwa wapi. Usisahau kulike na kuandika maoni yako kuhusu hadithi hii. Kabla ya kupoteza muda, tuanze. Nola, sikio la taifa, toleo la kwanza. Alizaliwa usiku wa mvua nene, upepo ukivuma kama sauti za bahari zilizoamka. Mama yake alimwangalia mtoto wake wa kike kwa mshangao na hofu mchanganyiko. Alikuwa na sikio moja tu, lakini sikio hilo moja lilikuwa refu kiasi cha ajabu, limejikunja maridadi kama jani la mgomba, na lilikuwa laini kama ngozi ya mtoto mchanga. Baba yake aliangalia pembeni kwa aibu, tayari akihisi mzigo wa maneno ya watu wa mtaa. Walimpokea jina moja Nola, wakimaanisha asiyekamilika, lakini mama yake aliita jina hilo kwa upendo, akiamini kuwa kila kilichoonekana doa mbele ya dunia mara nyingi huwa ni baraka iliyofichwa. Lakini mtaa haukuwa na huruma. Watoto walimcheka, wakimfuata wakipiga kelele. Sikio moja, kikasuku, msikilizaji wa upepo. Oneni sikio la taifa jamani, lile sikio la kufa mlokuwa mkilisikia ndio hili. Nola alikuwa akinyamaza tu, akitembea huku akikumbatia vitabu vyake kifuani. Hakuwajibu. Lakini ndani ya moyo wake alihisi moto ukipanda taratibu, moto wa siri ambayo hata yeye mwenyewe hakuielewa kwa wakati huo. Miaka ikapita. Siku moja akiwa na miaka 12, alisikiliza sauti iliyomshitua. Sauti ya mama mmoja aliyekuwa akilia kwa mbali sana, mbali mno kana kwamba ilikuwa mwisho wa kijiji. Lakini bado alisikia. Aliamka na kutoka nje bila viatu, akapita vichochoro hadi akamkuta yule mama akipigana na uchungu wa kuzaa akiwa peke yake. Alipiga kelele kuomba msaada na watu wakafika. Hakuna aliyeelewa jinsi Nola alivyomsikia. Mama yake alitabasamu taratibu, akijua siri ya mwanaye ilianza kuibuka. Siku ya pili asubuhi habari zilikuwa zimeenea mtaa mzima. Yule binti mwenye sikio moja kasikia kilio cha umbali wa zaidi ya nusu kijiji. Watu walizungumza kwa mshangao na hofu pia. Lakini Nola hakujali maneno yao. Alijua kuna kitu ndani yake, kitu ambacho hakuelewa kikamilifu. Ndani ya usiku, akiwa amelala, aliweza kusikia sauti za upepo ukigonga milima ya mbali, sauti za watoto wakicheza kando ya mto uliokuwa kilomita nyingi kutoka hapo, na hata wakati mwingine sauti za mabishano ya watu ambao hawakuwa na habari kwamba sauti zao zinasikika umbali mrefu kiasi hicho. Hofu ilianza kujitanda mtaani. Wengine walimuona kama ni baraka, wengine kama mkosi. Lakini kulikuwa na kundi dogo la watu waliomogopa, watu waliokuwa na siri zao, wanaosema maneno yao usiku wakiamini hakuna anayeyasikia. Miongoni mwao kulikuwa na mwanaume aliyetumia usiku kusuka mipango mibaya dhidi ya watu, na sasa alianza kuhofia uwepo wa msichana huyo mwenye sikio moja. Alianza kumfuatilia kimya kimya. Akiwa shuleni, Nola alikaa darasani wakati mwalimu akifundisha. Lakini masikioni mwake kulipenya sauti ya ajabu, sauti ya mtu akivunja kufuli la ghala la shule. Aliinama kidogo, moyo ukidunda. Aliwaangalia wenzake waliokuwa hawana habari. Alijifanya kutoka kwenda chooni, lakini akaelekea moja kwa moja kwenye ghala. Hapo alimkuta kijana mmoja wa shule ya juu akinyakua mifuko ya sukari iliyotolewa kama msaada. Aliposhtuka kumuona alikimbia. Lakini jioni habari zikawa tayari zimeenea. Nola kaokoa chakula cha wanafunzi. Lakini kijana yule mwizi hakutulia. Alimuona Nola kama tishio. Akaanza kumchunguza siri yake, akiulizia kila kona, hadi akafika kwa mtu hatari, yule mwanaume aliyekuwa anamfuatilia tangu muda. Wakapanga kitu kibaya. Usiku mmoja, mama yake Nola alishangaa mtoto wake akiwa macho kitandani, akisikiliza kimya kimya kana kwamba anatafuta sauti kwenye giza jeupe. Ghafla Nola alisimama, akasema, "Naona kama kuna mtu anatembea nyuma ya nyumba, na si mmoja." Mama yake alipata kigugumizi, moyo ukimruka. "Wewe unasikia nini?" Nola hakuitikia. Aliweka mkono kwenye ukuta akisikiliza zaidi. Akasema, "Wanaongea, wanasema wanataka kuniiba." Mama yake alishtuka sana, lakini kabla hawajachukua hatua, dirisha lilivunjika kwa jiwe. Giza lilifurika ndani.
Nola akamshika mama yake mkono, akamkokota chini ya kitanda sekunde chache kabla ya watu wawili kuvunja mlango wa mbele. Nola akamwambia mama yake kwa sauti ya chini, hawa watu wanamtafuta yule kijana, lakini pia mimi. Wanaongea na mtu mwingine nje, wanatumia maneno ya vitisho. Mama yake alishindwa kuelewa jinsi mwanaye anavyosikia hata kwa umbali huo. Nola alipiga pua kidogo, akasema, wamesema wakinikosa leo, watakuja tena. Watu wale hata hivyo waligundua kuwa nyumba ilikuwa tupu, wakatoka wakaondoka. Lakini Nola alijua wasingeacha kurudi tena siku nyingine. Kesho yake asubuhi, taarifa zilifika kwa mtendaji wa kijiji. Wakasema kuna watu waliovamia nyumba ya mama Nola. Lakini hakuna aliyekuwa na ushahidi. Hakuna aliyeamini. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Usiku uliofuata, mtu yule hatari ndiye aliyeenda kukutana na wale waliomvamia Nola. Alikuwa kiongozi wa genge dogo lililojihusisha na uporaji wa siri. Alipata taarifa kwamba msichana huyo alikuwa ana uwezo wa kusikia mazungumzo yao, hata yale ya mbali kabisa. Hivyo akasema, msichana mwenye sikio moja ni tishio. Lazima tumfunge midomo kabla hajatufunua. Nola alipokuwa akirejea nyumbani jioni, alisimama katikati ya mtaa akisikiliza upepo. Alisikia sauti ya mwanamke akiomba msaada kutoka porini. Sauti iliyojaa hofu. Bila kufikiria mara mbili, alikimbia kuelekea huko. Mama yake, akihisi hatari, aliamua kumfuata kwa mbali. Walipofika kwenye vichaka, walimkuta mwanamke ameanguka kwenye shimo. Nola aliomba msaada na watu walimtoa. Lakini kabla hawajaondoka, Nola alihisi kitu kingine, sauti ya mguno hafifu mbali sana, kana kwamba kitu kikubwa kinatambaa ardhini. Akasema kuna kitu kinakuja. Watu wakaangalia huku na kule, wakaona hakuna kitu. Lakini katika umbali, jicho la mtu mmoja lilionekana, mtu mmoja akilitazama tukio hilo, akimfuatilia Nola kimya kimya. Sasa Nola akawa gumzo kijijini. Wengine walisema ni kipaji, wengine walisema ni uchawi. Lakini yeye alikuwa hana cha kujitetea. Alikuwa tu anasikia vitu ambavyo wengine hawasikii. Siku moja mwalimu wake wa sayansi alimkaribia na kumwambia, uwezo kama wako haujawahi kurekodiwa. Unaweza kuwa msaada kwa dunia. Lakini ni hatari pia kwa wale wanaotaka kuficha uovu. Maneno yale yakamfanya Nola atetemeke. Usiku huo alikaa dirishani akisikiliza upepo, ndipo akasikia sauti ya mwanaume yule yule hatari akizungumza. Lazima tumkamate ndani ya siku 3 kabla hajaelewa nguvu yake kikamilifu. Usiku ulikuwa mzito, kimya kikikatwa tu na milio ya vyura na upepo uliovuma juu ya mapaa ya nyumba. Lakini kwa Nola, kimya hakikuwahi kuwepo. Sauti za mbali zilikuwa kama wimbi lisilokoma. Alikaa kitandani, macho wazi, moyo ukidunda polepole. Ghafla alisikia sauti ya mtu akitembea nyuma ya nyumba yao. Hatua hizo zilikuwa nzito, za mtu mwenye nia mbaya. Alisimama taratibu bila kumwamsha mama yake, akasogea dirishani na kusikiliza zaidi. Sauti ikasema kwa sauti ya chini, leo tunaanza kwa kuchunguza. Kesho tutamchukua. Sauti ya pili ikajibu, kiongozi alisema tusisubiri tena. Nola alihisi damu baridi ikimshuka mgongoni. Alirudi kitandani kimya, lakini macho yake hayakufumba tena hata sekunde moja. Asubuhi ilipofika, aliamka akiwa na wasiwasi. Mama yake alimuona na akamkumbatia bila kuuliza swali. Walipoenda sokoni, wanawake wawili waliokuwa wakimchukia Nola tangu utotoni walianza kunong'ona. Unajua msichana huyu si wa kawaida, mmoja alisema. Mimi nimesikia usiku alisikia watu wanaongea kilomita 2. Haya ni mambo ya waganga, ujue. Nola alijifanya hawasikii, lakini alisikia kila neno. Lakini katika sauti zile za dharau kulikuwa na sauti moja tofauti, sauti ya msichana mdogo akilia mbali sana kutoka upande wa pili wa kijiji. Hakuwaza mara mbili. Akiwa sokoni alikimbia moja kwa moja akielekea ule upande wa mbali. Mama yake akapiga kelele, Nola, unaenda wapi tena? Hakujibu. Alipofika kwenye nyumba ya zamani iliyokuwa karibu na shamba la miwa, alikuta msichana mdogo wa miaka 6 amejipinda chini ya dari iliyokuwa karibu kuanguka. Alikuwa akilia kwa uchungu, akishindwa kutoka. Nola hakuogopa.
Aliingia ndani ya jengo, akamsaidia mtoto huyo kutoka kabla ya dari kuanguka sekunde chache tu baada ya kutoka nje. Hilo tukio lilimfanya Nola aonekane shujaa. Wengi kutoka kijijini walikuja na kushangaa, lakini kulikuwa na macho mengine yaliyokuwa yakimwangalia kutoka mbali, macho ya wale waliomtaka. Wakati watu wakimpongeza Nola, mwanaume mmoja aliyevaa miwani meusi, akionekana kama mtu wa biashara, alisimama kimya upande wa pili wa barabara. Alizungumza kwa sauti ya chini sana, lakini Nola bado aliisikia. Uwezo wake ni mkubwa kuliko tulivyodhani. Lazima tumchukue kabla watu hawajaanza kumlinda. Moyo wake ukamruka. Alichagua kutoonyesha kuwa alisikia. Usiku huo akiwa kitandani, alijaribu kuelewa ni kwa nini wanaume hawa walikuwa wanamtaka. Hakuwa mtu maarufu. Hakuwa na mali. Hakufanya lolote baya. Lakini uwezo wake, hilo ndilo lilikuwa siri. Siku iliyofuata, mwalimu wake wa sayansi alimuita ofisini. Mwalimu alifunga milango yote, akaangalia dirisha, kisha akasema, Nola, tangu ulipozaliwa nimekuwa nikifuatilia uwezo wako. Huu si ugonjwa. Ni zawadi nadra sana. Lakini watu wabaya wanaweza kuitumia vibaya. Kuna mashirika ya siri ambayo yanatafuta watu wenye uwezo kama wako. Nola akatetemeka. Kwa nini mimi? Kwa sauti ya chini, mwalimu akajibu. Kuna watu wanaamini unaweza kusikia mazungumzo ya watu walio mbali mno, na hata yale wanayoyasema wakiwa ndani ya magari au porini bila wao kujua. Uwezo kama huo unaweza kuvunja siri nyingi za watu hatari. Maneno haya yalimshtua sana. Hivyo basi wewe upo hatarini, mwalimu akasema. Ukiona watu wasiojulikana wakiwa karibu yako, ni lazima unipe taarifa mara moja. Siku 2 baadaye, Nola aliamka usiku kwa mshtuko. Alisikia sauti ya majambazi wale wakizungumza. Kesho usiku tunakuja kwa nguvu. Hakuna kuchelewa tena. Aliamka na kukimbia chumbani kwa mama yake. Mama, tunachukuliwa. Kesho wanakuja. Mama yake, akiwa na macho mekundu kwa hofu, alikumbatia binti yake huku akitetemeka. Tufanye nini Nola? Nola alivuta pumzi ndefu. Lazima tuhame hapa kwa muda. Walienda kwa mwalimu wa sayansi, ambaye aliwaficha kwenye nyumba ndogo iliyokuwa karibu na misitu. Lakini walipowasili tu, Nola alihisi kitu tofauti. Kulikuwa na sauti za watu wawili wakitembea mbali, lakini wote walikuwa wakija kuelekea walipo kwenye msitu huo huo. Wakijificha ndani ya nyumba, Nola alipunguza sauti ya pumzi zake ili asikose hata sauti ndogo zaidi. Kisha akasema kwa sauti ya chini, hawaji kututafuta, wanamtafuta mtu mwingine msituni. Kuna mtu anawalipa mtu mkubwa sana. Mwalimu alishtuka. Mtu mkubwa? Unamaanisha nani? Lakini kabla hajajibu, Nola akaanza kusikia miguu mingi ikivuma kwa kasi kupitia vichaka. Miguu hiyo haikuonekana kuwa ya watu wawili, ilikuwa zaidi ya 10. Sauti zao zilikuwa nzito, wakitaja majina wanayoyaficha. Kiongozi amesema msichana apelekwe bila kumuumiza. Kiongozi gani? Nola akajiuliza moyoni. Kisha akasikia jambo kubwa zaidi, jina ambalo lilimfanya atetemeke. Anaitwa Zuberi Mshana. Hilo lilikuwa jina la mtu mwenye nguvu, mfanyabiashara mkubwa mjini mwenye jina ambalo watu waliliogopa. Maficho ya uhalifu wake hayajawahi kuthibitishwa, lakini watu wengi walinong'ona kwamba ndiye roho ya uovu katika jiji. Kwa nini mtu kama huyo anamtaka Nola? Usiku uliofuata ulikuwa kimya ajabu. Hata upepo ulijizuia kupita. Nola aliketi kwenye kona ya nyumba ya mwalimu, macho yakitazama giza nje. Ghafla, akasikia sauti ya gari likikaribia kutoka mbali, sauti ya tairi kupita juu ya mawe madogo. Sauti ya injini ilikuwa nzito, ya gari kubwa. Alisimama. Mwalimu anakuja. Mama yake akakumbatia binti yake, macho yakiwa na machozi. Mwalimu akawasha taa ndogo na akawatoa kupitia mlango wa nyuma. Mjifiche kwenye shimo la zamani la maji lililo nyuma ya nyumba. Lakini walipofika nje, Nola akasikia tena sauti ya mtu mmoja akisema, hii safari hakuna kukimbia. Tumefunga njia zote. Nola akachukua hatua ya haraka.
Akiwa na mama yake, waliingia kwenye bonde dogo lililofichwa na nyasi ndefu. Walipokuwa wakijificha, Nola alisikiliza tena. Kiongozi amesema, tumchukue leo. Kesho anakuja mwenyewe kumchukua tukiwa naye. Hilo lilimtia hofu isiyomithilika. Kwa nini mtu kama huyo ananitaka? Aliwaza. Lakini kabla hajamaliza kuwaza, alisikia kitu kingine kwenye upepo, sauti ya mtu mmoja aliye mbali, lakini akizungumza kwa hasira. Mnafanya kazi vibaya. Msichana anatakiwa kuwa hai. Nitamteka mwenyewe endapo mtashindwa kufanya hivyo ninyi. Alitambua sauti hiyo mara moja. Ilikuwa ya Zuberi Mshana mwenyewe. Kumekuwa sasa na nguvu kubwa zikija upande wake. Watu wengi walikuwa katika msako huo. Nola alihisi kama dunia yote imeamua kumkimbiza, kama vile uwezo wake ulikuwa hatari kwao. Mwalimu alimwambia Nola, umebarikiwa kwa kitu kikubwa. Ndiyo maana watu wakubwa hawataki kukubali kukukosa. Wakikupata watakutumia kama silaha ya kusikiliza siri za watu. Nola akaangalia mbali, macho yake yakiwa mekundu kwa hofu, lakini pia yakionyesha uthubutu. Sitakubali, akasema taratibu. Usiku huo, wakati bado wanaume wale wakitafuta kila kona ya msitu, Nola alianza kusikia sauti nyingine mpya. Sauti ya mtu mmoja aliyejificha kwenye giza, akiwa peke yake, akizungumza na mtu kwenye simu. Sauti ile ikasema, tayari nimewahi. Msichana atanifuata mwenyewe. Hawajui kuwa sehemu ya mwisho ya siri hii iko mikononi mwangu. Sauti hiyo haikuwa ya Zuberi Mshana. Haikuwa ya baba. Haikuwa ya mama. Ilikuwa sauti ya mtu ambaye Nola hakutegemea kabisa, mtu anayemfahamu. Na hapo ndipo moyo wake ulipoanza kudunda kwa kasi, akijua sasa safari ya maisha yake inaingia kwenye giza jipya lisilotabirika. Sauti aliyosikia ilimfanya Nola abaki kama ameganda. Ilikuwa sauti ya mtu wa karibu mno, mwalimu wake wa sayansi. Aliongea kwa sauti ya chini sana kupitia simu. Ndiyo, Zuberi hajui kuwa nimemuondoa msichana msituni. Nitaishika mimba yao wote. Msichana atakuja kwangu mwenyewe. Uwezo wake ninauhitaji mimi, si wao. Hii ni nafasi adhimu ya maisha yangu yote. Nola alikuwa amechanganyikiwa. Mwalimu ambaye alidhani anamlinda, kumbe ndiye anayetega mtego mkubwa zaidi. Mama yake akamgusa bega kwa upole, akamuuliza, nini unaendelea kusikia nini? Nola hakuweza hata kujibu. Machozi yalikuwa yamejaa. Aligundua kuwa hatari haikutoka kwa maadui wa mbali pekee, ilikuwa ndani kabisa ya eneo lake la usalama. Usiku huo walikaa kimya, wakijaribu kupumua bila kusikika. Asubuhi iliyofuata, mwalimu alirudi kwenye nyumba ya maficho akijifanya hana habari yoyote. Alisema kwa haraka, Nola, tumepata taarifa. Watu wa Zuberi wameacha kukutafuta. Mnaweza kutoka. Lakini Nola alishamsikia usiku, alijua ni mtego. Alimtazama mwalimu bila kusema neno. Kwa mara ya kwanza, alianza kusikia kitu kingine, midundo ya mapigo ya moyo ya mwalimu. Ilikuwa ya haraka, isiyo tulivu. Ishara ya mtu anayeficha kitu kikubwa. Mama yake alitaka kumwamini mwalimu, lakini Nola alimsukuma nyuma taratibu. Hatutoki, akasema kwa sauti nyororo lakini thabiti. Mwalimu akashindwa kujizuia, akajifanya kucheka. Kwa nini? Mnaogopa nini? Nola alijibu kwa sauti ya chini sana, najua unazungumza na nani. Uso wa mwalimu ukabadilika. Kwa mara ya kwanza alionekana kama mtu aliyechomwa na sindano ya moto. Mwalimu akaanza kuzunguka polepole kama mnyama anayezunguka mawindo yake. Kwa hiyo umesikia kila kitu? Ndiyo, Nola akasema. Mwalimu akaficha tabasamu la hatari. Basi sasa unaelewa kwa nini ninakuhitaji. Uwezo wako ni zaidi ya baraka. Ni silaha. Hebu fikiria, kusikia mazungumzo ya viongozi, wafanyabiashara, wahalifu. Dunia inaweza kubadilishwa na hatimaye kujipatia fedha nyingi na umaarufu. Nola akasema kwa msimamo, mimi si silaha ya mtu. Mwalimu akagonga meza kwa hasira. Lakini utakuwa, au nitahakikisha hawatakuacha hai. Mama yake akajitokeza mbele ya Nola, machozi yakimtiririka. Mwalimu, tafadhali.
Ni mtoto tu. Mwalimu akatabasamu kwa kejeli. Hapana, huyu sio mtoto wa kawaida. Huyu ndiye tiketi yangu ya nguvu. Kabla hajakamilisha maneno yake, Nola alisikia sauti nyingi zikija kwa kasi kutoka msituni. Sauti za wanaume wenye silaha. Watu wa Zuberi Mshana. Mwalimu alipogeuka kuelekea dirishani, Nola alimshika mama yake mkono na wakatoroka kupitia mlango wa nyuma. Walikimbia katika msitu huku mwalimu akipiga kelele. Rudini hapa! Nola, hawa watu hawakutaki kama mimi, watakuua. Lakini tayari Nola alikuwa amesikia mazungumzo ya watu wa Zuberi. Tukishamkamata msichana, tunamuondoa mwalimu. Zuberi hataki mtu wa ziada anayejua siri. Maneno haya yaliwafanya wakimbie zaidi. Walipofika sehemu yenye mapango madogo, Nola aliketi chini akisikiliza. Moyo wake ulikuwa unaenda mbio. Ulimwengu ulikuwa unazidi kumwekea shinikizo. Kulikuwa na sauti za watu wakikaribia kila upande, lakini pia kulikuwa na sauti moja, sauti ya maji yakitiririka kwenye pango dogo lililokuwa mbele. Na sauti hiyo ilibeba kitu zaidi, pango la chini lililoweza kufikiwa na watu wawili tu. Ndiyo njia pekee, akasema. Waliingia kwenye pango, maji yakiwafikia kiunoni, wakipitia njia nyembamba huku giza likiwa nzito kama wingu la mvua. Watu wa Zuberu walifika juu ya pango sekunde chache baadaye, lakini hawakuwapata. Baada ya kupita ndani ya pango kwa dakika 10 katika giza, mwanga mdogo ulianza kuonekana. Walitokea katika sehemu ndogo ya kando ya mto, ambayo watu wachache sana waliijua. Mama yake akamkumbatia kwa nguvu. Tumefanikiwa, tumetoroka. Lakini Nola alijua hii haikuwa mwisho. Alikaa kimya huku akisikiliza upepo. Hakuna sauti za kufuatwa. Hakuna hatua. Hakuna majina ya maadui. Kwa mara ya kwanza, kulikuwa na kimya kidogo. Akamgeukia mama yake, akasema kwa sauti ya polepole. Mama, sioni kama tunaweza kurudi kijijini. Watu hawa hawatatuacha. Mama yake akalia kimya, lakini akamgusa uso. Lakini bado una maisha mbele. Na uwezo wako unaweza kuwa baraka, sio laana. Nola akapumua kwa nguvu, akakubali maneno hayo. Walitembea kando ya mto hadi kufika sehemu ya mashamba yaliyotelekezwa. Hapo ndipo Nola alipopata wazo jipya, mahali pa kuanza upya, mahali ambapo hakuna mtu anajua uwezo wake wala historia yake. Akasema, mama, tutaanza maisha mapya. Lakini safari hii, nisiwe mtu wa kukimbia. Nitautumia uwezo wangu kulinda, si kudhuru. Mama yake akatabasamu kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Na hivyo, macho yake yakitazama upepo uliovuma juu ya majani, Nola alichukua hatua mpya, hatua ambayo ingempeleka kwenye maisha mapana zaidi, mbali na vitisho vya Zuberi Mshana na mwalimu msaliti. Hadithi hii inafikia mwisho, lakini kutokana na utamu wa hadithi hii, naahidi kukuandalia toleo la pili. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie ulichojifunza kwenye komenti. Usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Bye bye.